Majina naitwa afisa muhifadhi mkuu Victor Rafael Ketansi. Niko hifadhi ya taifa Serengeti, nasimamia idara ya utalii. Na kwa leo niko kama kaimu mkuu wa hifadhi. Utalii kama ambavyo wataalamu wa utalii wanaeleza, una maeneo makuu matatu, au ili eneo liweze kukua au utalii wa eneo fulani uweze kukua unahitaji mambo matatu yaweze kufanikiwa. Eneo la kwanza ni vivutio au kuwa na kivutio. Eneo la pili, hicho kivutio kiweze kufikika, wanaita accessibility. Eneo la tatu ni eneo la huduma, kwa maana ya amenities za hospitality. Sasa tukiongelea kukua kwa utalii kwa hifadhi ya taifa Serengeti, tunaangalia hayo mambo makubwa matatu. Kwa nianze la kwanza, vivutio. Serengeti ni hifadhi ambayo ina vivutio bora barani Afrika. Lakini ni hifadhi ya taifa ambayo ina idadi kubwa ya wanyama kwenye eneo moja. Wanasema ile density ya wanyamapori wengi unaweza kuwapata hifadhi ya taifa Serengeti. La pili ni swala la kufikika kwa Serengeti, accessibility, ambacho kinafanya utalii uweze pia kukua. Hifadhi ya taifa Serengeti inafikika kwa njia kuu mbili. Njia ya kwanza ni barabara kama ambayo mmekuja nayo, na njia ya pili ni anga. Tuna viwanja vya ndege 7 ambavyo watalii wanavitumia kuingia hifadhi ya taifa Serengeti. Lakini tuna malango kama hili la Nabi ambalo mmeingilia. Tuna malango jumla 5 ambayo magari yanatumia kuingia ndani ya hifadhi ya taifa Serengeti. Hivyo hifadhi yetu inafikika kwa urahisi. Tunazo sehemu kuu 4 ambazo, aina 4 za malazi ambazo hifadhi ya taifa Serengeti watalii wanapotembea hifadhi ya taifa Serengeti wanaingia na kuzitumia kwa malazi. Sasa tukiongelea kukua, maana yake nini? Tukiongelea kukua, maana yake ni kwamba idadi ya watalii wanaoingia hifadhini inaongezeka. Tungeweza kusema pia idadi ya wanyamapori inaongezeka. Tungeweza kusema pia idadi au ubora wa barabara unaboreka kila siku, au idadi ya viwanja vya ndege inaongezeka. Lakini sasa leo tuongelee watalii. Kwetu sisi tunaweza kusema kwanza tunashukuru kwa juhudi mbalimbali zinazofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha kwamba utalii unakuwa. Tuna wastani wa ongezeko la 9% la watalii wanaoingia hifadhi ya taifa Serengeti kwa mwaka. Na hii inachangiwa na vitu vingi. Pamoja na juhudi ambazo Mheshimiwa Rais amezifanya za filamu ya Royal Tour, na hapa tulipo ndani ya hifadhi ya taifa Serengeti kuna eneo mojawapo la Makoma ambalo alifanyia filamu ya Royal Tour. Na filamu hiyo tunafahamu imetangazwa dunia nzima. Kwa njia moja au nyingine tunaweza tukasema imesaidia kuongeza idadi ya watalii katika hifadhi yetu ya taifa Serengeti. Juhudi zingine ni pamoja na binafsi wenye makampuni ya utalii na waliowekeza ndani ya hifadhi wanatoka kwenda nje ya nchi kutangaza vivutio vya nchi yetu, kwa sababu wao ndio biashara yao. Hivyo wanahakikisha kwamba wanatangaza biashara zao ili waweze kupata wageni. Lakini pia hifadhi ya taifa Serengeti inapokea watafiti. Utafiti unaofanyika kwenye hifadhi hii na kutangazwa huko duniani, matokeo yake yakitangazwa kule duniani yanasaidia hifadhi kujulikana. Lakini ziko pia filamu mbalimbali za vyombo vya habari
tofauti tofauti vya ndani na nje ya nchi vinavyokuja hifadhi ya taifa Serengeti kuchukua picha za mandhari na vivutio mbalimbali na kwenda kutangaza kwenye vyombo vya habari vya ndani na nje. Hivyo pia vimesaidia kuifanya Serengeti ijulikane, lakini pia kufanya watalii waweze kuijua na kuitembelea. Juhudi nyingine ambayo imekuwa ikifanyika ni iko mitandao huko duniani ambazo zimekuwa zikifanya kampeni mbalimbali za kutangaza hifadhi yetu. Kwa mfano, kuna mtandao wa World Travel Awards ambako hifadhi ya taifa Serengeti imeshinda tuzo hizo mara 6 mfululizo. Mtandao huu ni mkubwa sana duniani na umekuwa kuitangaza hifadhi ya taifa Serengeti kwa kupitia kampeni zake za kila mwaka. Na sasa hivi tumeanza tena kampeni kwa mwaka huu ambapo hifadhi ya taifa Serengeti imeingia kwenye kinyang'anyiro cha hifadhi bora Afrika, lakini pia hifadhi bora yenye wanyama maarufu wakubwa wale 5, the big 5. Kwa hiyo unaona mitandao kama hii pia inasaidia sana kuitangaza hifadhi ya taifa Serengeti. Raymond Liza kutoka Nature's Land Safari and Rentals. Kwa kipindi cha COVID kilikuwa ni kipindi chetu kigumu sana. Hatukujua kama utalii ungekuja kwa kasi kama hivi ilivyokuja. Tulijua ndio biashara ya utalii inaenda mwisho, lakini baada ya ile film Royal Tour mama kuzunguka mataifa mbalimbali kuitangaza Serengeti, kutangaza Royal Tour, watalii wakaja kwa kasi. Mfano kama mwaka jana kampuni nyingi zilikuwa busy sana kwenye utalii. Ulikuwa upate hata rooms kwenye hotels zote zilikuwa ziko full. Kwa kiasi kikubwa Royal Tour imeboost, na isingekuwa Royal Tour mpaka sasa hizi utalii ungekuwa bado unajikongoja sana. Angalia sasa hivi ni kipindi cha low season. Kabla ilikuwa huu muda ukuti wageni parking kama imefungwa, lakini kwa ile chachu ya Royal Tour bado watu wana imani na Serengeti na bado watu wanazidi kuja.